Hii ni bishara njema kwa wale wote wenye uhitaji wa kufahamu elimu ya kugawa mirathi. Markaz Imam al-Muzani imejitolea kufungua darasa maalumu la kugawa mirathi bure kabisa kila siku ya Alhamis ya kila wiki, insha Allah, baada ya sala ya alasiri mpaka magharibi. Darasa hili litaendeshwa na Sheikh aliyejaliwa upeo wa juu katika elimu hii ya kugawa mirathi, Sheikh Jamaan, Allah muhifadhi, na kitabu kinachofundishwa ni Kitabu al-Faraidh lil-Allama Abdul Samad ibn Muhammad al-Katibi rahimahullah, ambacho kinapatikana hapa Markaz Imam al-Muzani kwa oda yako na kwa gharama nafuu kabisa. Pia kwa wale waliopo mikoani, darasa hili litakuwa linatumwa kwa video katika mtandao wa YouTube kupitia channel ya Al-Muzani Online TV pekee. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0688745131 au 0688139402. Ilmu al-faraidh ni katika ashaful ulum, ni katika elimu zilizokuwa bora ambayo ni sehemu katika ilmu ya fiqh, na maulama qadiman wa haditha wameandika vitabu vya fiqh na wakasomesha fiqh na watu wameidisi fiqh kabilan an kabir. Na sisi kwa kuonelea na kutambua na kuwekea umuhimu wa somo hili la faraidh, tunakukaribisheni enyi wanafunzi kila siku ya Alhamis baada ya salati al-asri tutakuwa na shekhi wetu Abu Sakina al-Sheikh Jamaan hafidhahullah ta'ala. Ni katika mashekhi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa upeo hadi ya juu hasa kwenye somo hili la faraidh. Mfano tutamweka hapa mume wa marehemu, mrithi wa kwanza, lakini pia tutamweka hapa mama wa marehemu, lakini pia tutamweka hapa mtoto wa kiume wa marehemu ambaye ni ibnu, zaujun, ummu wa ibnu. Hawa ndio warithi wa marehemu watatu tu. Tunawarithisha vipi kimahesabu? Kimahesabu tutaweka hapa zauju, tutaweka ummu, mama huyo, na tutaweka hapa ibnu, mtoto wa kiume wa marehemu. Tutatengeneza hapa jedwali. Jedwali hili, mume ukiangalia hapa anachukua robo ya mali nzima kwa uwepo wa mtoto wa marehemu. Kwa hiyo mume katoka katika urithi wa nusu kwenda katika urithi wa robo kwa uwepo wa mtoto wa kiume. Lakini pia kadhalika mama hapa atachukua 1/6 sudusu hiyo. Kwa sababu gani? Pia ni kwa sababu huyu mtoto wa marehemu yupo, amemfanya mama kutoka katika theluthi ya mali nzima kuja katika sudusu ya mali nzima. Na yeye mwenyewe huyu mtoto wa kiume atachukua albaqi. Hii ba ni ramz au ni herufi inayotumika kwa maana ya kinachobakia. Baada ya kujua hivi sasa, tunakwenda katika mahesabu. Tunaangalia 4 na 6. KDS ya 4 na 6 ni ngapi? Kipiga mahesabu yake KDS hapo ni 12. Ni 12. Ambayo hiyo katika somo la mirathi inaitwa aslu mas'ala 12. Kwa hiyo hii robo ya 12 ni ngapi? Ni 3. 3 mara 1 3. Hiyo. Na sudus ya 12 yani 1/6 ya 12 ni ngapi? Ni 2. 2 mara 1 2. Kinachobakia unahesabu sasa. Hii hapa 3 ukijumlisha na 2 zinakuwa ni 5. Unakwenda kutoa kwenye 12 huku, utabakiwa na 7. Hii 7 ni ya huyu ibnu. Hapa tumefanya na kurithisha, tumerithisha kwa njia ya mahesabu. Na kitabu ambacho tutakitumia ni kitabu hiki, Kitabu al-Faraidh cha al-Katibi. Hichi ni kitabu ambacho walillahi alhamdu wal minna tumeusiwa na mashekhe wetu, mashekhe mbalimbali ambao tumesoma kwao huko mamlaka al-Arabia Saudia harasaha Allah katika mji wa Madinatul Munawwara katika mji wa Mtume, wakituhusia kusoma kitabu hiki cha al-Katibi. Sasa hiki kitabu walillahi alhamdu tunakusogezea hapa Markaz al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, kwamba ndugu zangu tukaribie tuweze kupata hii ilmu ya faraidh ambayo ni ilmu iliyokuwa bora. Kwa hiyo biidhnillah piga namba ya simu ambayo inatokea hapo mbele ili upate kujua ratiba kamili ya darasa hili. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.